Janeti alikuwa akisoma katika shule ya gharama kubwa sana. Ilikuwa ni shule ya hadhi ya juu iliyojulikana kwa kulea watoto wa watu wenye majina makubwa na pesa nyingi. Majengo yake yalikuwa ya kifahari, huku kila kona ilionyesha utajiri uliopitiliza. Janeti alikuwa na maisha ya kitajiri sana. Kila aliyemuona aliamini bila shaka kuwa ni mtoto wa mtu mkubwa. Hakuna aliyethubutu hata kuuliza historia yake. Shule hiyo haikuwa sehemu ya kuuliza maswali, ilikuwa sehemu ya kuonyesha hadhi. Ndani ya mazingira hayo, Janeti alijifunza kwamba pesa ziliheshimika kuliko ukweli. Na hapo ndipo safari yake ya uongo ilipoanza. Ukweli, Janeti alikuwa ametokea katika familia maskini sana, maisha ya kubana matumizi na kujinyima. Alijua maana ya kulala njaa na kuvaa nguo zilizochakaa. Lakini aliamua kuifuta historia hiyo kichwani mwake. Aliamua kuwa Janeti mpya shuleni hapo. Kadri siku zilivyopita, Janeti alianza kujilinganisha na wanafunzi wenzake. Alisikia wakiongea kuhusu safari za nje ya nchi, magari ya wazazi wao na nyumba zao za kifahari. Aligundua kuwa heshima ilitokana na hadithi mtu anayojipa. Ndipo akaanza kujiweka kwenye maisha ya kitajiri hata kama hayakuwa yake. Alianza kuongea kama tajiri, kutembea kama tajiri na kufikiri kama tajiri. Alisema mambo ambayo hajawahi kuyaona. Alijenga hadithi za uongo kwa ufasaha wa kushangaza. Alijifunza kuigiza maisha mpaka watu wakamwamini. Ndani ya uongo huo alijiona salama. Ukweli wake alimwogopesha kuliko chochote. Janeti alikuwa akisoma boarding. Hakuna aliyekuwa anajua upande wa pili wa maisha yake. Alipokuwa shuleni hakupenda kuzungumzia nyumbani, sababu anajua kuja kwake kujiunga na shule hiyo ni bahati sana. Kila mara likitokea swali kuhusu wazazi, alibadilisha mada. Alijifunza kuepuka mazungumzo ya familia. Alijua kuwa ukweli ungeweza kumbomoa. Boarding ilimsaidia kujificha, kujenga ukuta kati yake na maisha aliyotoka. Aliona ni heri aonekane mkorofi kuliko aulizwe maswali. Ndani ya moyo wake alimwogopa mama yake kuja shuleni. Aliogopa sana siku ambayo mama angeonekana hapo. Alijua siku hiyo ingeangamiza kila kitu, maana ukweli wote ungejulikana. Siku moja, mama yake aliamua kumtembelea shuleni. Ilikuwa muda mrefu hajamuona mwanae. Kila usiku alikuwa anamkumbuka na kumwombea. Alitamani kumuona kwa macho yake, kumkumbatia na kumsikia akicheka. Akaamua kumpikia chakula anachokipenda sana tangu akiwa mdogo. Alipika kwa upendo mwingi, akiongeza chumvi kidogo kwa makini, akijua ladha anayopenda. Alifunga chakula kwenye vyombo safi kadri alivyoweza. Moyo wake ulikuwa umejaa furaha na matumaini. Mama yake Janeti alikuwa na furaha sana siku hiyo. Alivaa nguo zake bora alizokuwa nazo, ingawa hazikuwa za gharama. Uso wake ulikuwa umejaa tabasamu la mama aliyemkosa mtoto wake. Njiani alijisemea, leo nitamuona mwanangu. Alitamani kujua kama anaendelea vizuri darasani. Moyo wake ulikuwa safi, haukuwa na hila wala aibu. Hakujua kuwa dunia ya mwanae ilikuwa imejaa uongo. Hakujua kuwa furaha aliyokuwa nayo ilikuwa karibu kubadilika kuwa maumivu. Alifika shuleni akiwa na matumaini makubwa. Alipofika kwenye geti la shule, mama akasimama mbele ya mlinzi. Mlinzi akamwangalia kwa makini, macho yake yakionyesha mashaka. Mama akasema kwa sauti ya upole, nimekuja kumtembelea mwanangu. Mlinzi akamuuliza, mwanao anaitwa nani? Mama akajibu, anaitwa Janeti. Mlinzi akainua nyusi zake, akasema, wewe ni mama ya Janeti kweli? Mama akashtuka kidogo lakini akajibu, ndiyo, mimi ni mama yake Janeti. Mlinzi akamwangalia juu chini tena kana kwamba anapima ukweli. Akauliza, una uhakika? Mama akasema, ndiyo, nina uhakika kabisa. Mazungumzo yale yalikuwa ya kwanza kumpa dalili ya dharau. Mlinzi alisita kwa muda, akifikiria. Alimjua Janeti kama msichana wa kifahari sana. Hakuwahi kumuona mzazi wa aina hii akija hapo, lakini hakuwa na ushahidi wa kumzuia mama huyo. Akaamua kumruhusu kuingia. Akasema kwa sauti ya kawaida, sawa, nenda ndani. Mama akamshukuru sana, akasema, asante sana. Akaingia ndani ya shule akiwa na heshima na unyenyekevu. Alitembea taratibu, akitazama majengo makubwa kwa mshangao. Alijisemea moyoni, kumbe mwanangu anasoma sehemu nzuri hivi. Alijaa furaha. Aliendelea kutembea akiwa na mfuko wa chakula mkononi. Kwa bahati nzuri, mama aliingia ndani na akamkuta Janeti akiwa amekaa na marafiki zake. Walikuwa wamekaa wakicheka, wakipiga stori za maisha,
wakionekana wenye furaha sana. Janeti alikuwa katikati yao, akiongea kwa kujiamini. Mama alisimama mbali kidogo, akimtazama mwanaye kwa furaha isiyoelezeka. Alijisemea moyoni, nadhani leo mwanangu atafurahi sana. Akaangalia mfuko wa chakula na kutabasamu. Alijisema, na vile nimemletea chakula anachokipenda, leo nahisi furaha yake itaongezeka mara 100. Ghafla, Janeti aligeuka na kumwona mama yake. Uso wake ulibadilika mara moja. Macho yake yalipanuka kwa mshangao. Alijisemea kimoyomoyo, hii haiwezekani. Moyo wake ulidunda kwa kasi. Aibu ikamjaa kama moto. Alisimama kwa hasira, akihisi dunia inamwangalia. Alisogea kwa haraka kuelekea kwa mama yake. Kwa sauti ya kumfokea, akasema, "Umefuata nini hapa shuleni kwetu?" Mama akashtuka, akasema kwa upole, "Janeti mwanangu." Lakini Janeti hakutaka kusikia. Akaongeza kwa sauti kali, "Ni nani amekuambia uje hapa?" Hasira ilimtoka. Marafiki wakaanza kutazamana. Janeti akaendelea, "Umekuja kunidhalilisha, si ndio?" Maneno yalikuwa makali kuliko kofi. Mama alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, akimtazama binti yake kwa mshangao mkubwa. Machozi yakaanza kumtoka taratibu. Akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Nilikuja kukuona tu mwanangu." Janeti akageuza uso wake kwa dharau. Akasema, "Huoni aibu unakuja sehemu kama hii na nguo zako chafu namna hii?" Mamba akajaribu kusema, "Nilikukumbuka sana mwanangu." Janeti akamkatiza, "Naomba uondoke hapa kabla watu hawajajua kinachoendelea." Mama akashika mfuko wa chakula kwa mikono iliyokuwa inatetemeka. Akasema, "Ona, nimekuletea na chakula unachokipenda." Janeti akacheka kwa dharau, "Sihitaji hicho hapa." Maneno hayo yalimuumiza mama kama kisu. Alijihisi mnyonge kuliko wakati mwingine wowote. Marafiki wa Janeti walikuwa wakitazama kwa mshangao mkubwa. Walikuwa hawajaelewa kinachoendelea. Mmoja wa marafiki zake, Janeti, alimfuata na kuuliza kwa mshangao mkubwa, "Janeti, kwani huyo ni nani?" Akasema kwa sauti ya kujitetea, "Huyo ni mfanyakazi wetu wa huko nyumbani." Akiongea kwa dharau, "Sijui nani kamtuma aje hapa." Kisha akasema, "Hebu muangalie kwanza alivyo mchafu." Sasa hapa stori inaturudisha miaka ya nyuma kidogo, kabla ya hili tukio. Mama Janeti aliolewa na mwanaume aliyeitwa Johnny kwa matumaini ya kujenga familia yenye amani. Wakati huo, Mama Janeti alikuwa msichana mdogo mwenye ndoto nyingi na moyo wa upendo. Johnny alikuwa mkulima wa kawaida kijijini. Hakuwa na mali nyingi, lakini aliahidi kufanya kazi kwa bidii. Mama Janeti aliamini ahadi hizo kwa sababu aliona ndani yake mwanaume wa familia. Harusi yao haikuwa ya kifahari, ilikuwa ya kawaida sana, lakini Mama Janeti alifurahia. Alijua maisha hayapimwi kwa sherehe, bali kwa upendo. Alijipa moyo kuwa umaskini sio mwisho wa maisha, lakini hakujua alikuwa anaingia kwenye ndoa ya mateso. Hakujua tabia halisi ya Johnny ingemwangusha chini kiasi kile. Johnny alikuwa mkulima maskini aliyelima kwa mazoea tu, si kwa malengo. Alikuwa hana mipango ya mbali wala ndoto ya kubadilisha maisha ya familia yake. Mashamba yake yalikuwa madogo, mavuno kidogo, na pesa hazikuwahi kukaa mkononi kwake. Kila alipovuna kidogo, aliuza kwa haraka bila kupanga matumizi. Badala ya kununua mahitaji ya nyumbani, alielekea moja kwa moja kwenye vilabu vya pombe. Alipenda pombe kupita kiasi. Pombe ikawa rafiki yake wa karibu. Kila mtu kijijini alimjua Johnny kwa ulevi wake. Mama Janeti aliteseka kimya kimya, akitumaini siku moja atabadilika. Lakini siku hizo hazikuwahi kufika. Kadri miaka ilivyopita, Johnny alizidi kuwa mlevi balaa. Hakujali mke wala mtoto wake. Asubuhi aliondoka nyumbani akisema anaenda shambani, lakini jioni alirudi akiwa amelewa kupindukia. Hela zote alizopata ziliishia kwenye pombe. Alirudi nyumbani mikono mitupu, macho mekundu na sauti kali. Mama Janeti alibaki kubeba mzigo wa familia peke yake. Alipika, alifua, alilea mtoto na alivumilia matusi. Kila alipojaribu kumkumbusha wajibu wake, Johnny alimjibu kwa hasira. Alimwambia, "Mimi ni mwanaume wa nyumba hii." Lakini wanaume wake haukuwahi kuonekana kwenye matendo. Mama Janeti aliumia, lakini hakuwa na pa kukimbilia. Alikaa kwa ajili ya mtoto wake. Siku moja, maisha yalipomzidi, Mama Janeti aliamua kumwomba Johnny hela ya matumizi. Alikuwa amechoka kuona nyumba haina hata unga wa kupika.
Alimkuta John amekaa nje akinywa pombe na marafiki zake. Mama Janeti akasimama kwa heshima, akasema kwa sauti ya upole, "John, naomba hela ya chakula." John akamwangalia kwa macho makali, akasema, "Wewe kila siku ni hela tu." Mama Janeti akajaribu kueleza, "Mtoto hana hata daftari." John akasimama kwa hasira, akasema, "Nenda ukafanye kazi." Maneno yake yalikuwa makali kama kisu. Mama Janeti alinyamaza, machozi yakimtoka. Marafiki wa John wakacheka. Alijisikia mdogo sana. Alirudi nyuma akiwa amevunjika moyo. Mama Janeti aliondoka pale taratibu, huku machozi yakimtiririka usoni. Alikaa pembeni ya nyumba yao akilia kimya kimya. Alijiuliza kwa nini maisha yalimchagua yeye. Alijiuliza alikosea wapi kumpenda John. Alimwonea huruma mtoto wake aliyekuwa hana hatia. Alijua mtoto huyo alikuwa anaona mateso yote. Alijifuta machozi, akijipa moyo kuwa hawezi kukata tamaa. Alijua kama mama lazima asimame. Sasa stori inatupeleka kwa Janet akiwa bado mtoto mdogo. Wakati huo Janet alikuwa na umri wa miaka 10, akisoma darasa la 4 katika shule ya kawaida sana. Alikuwa mtoto mwenye akili, walimu walimpenda na ndoto zake zilikuwa kubwa. Alitamani kuwa mtu mkubwa siku moja. Lakini maisha ya nyumbani hayakuwa rafiki kwa ndoto zake. Ada haikulipwa kwa wakati, sare zilichanika na vitabu vilikuwa vichache. Mara nyingi alifukuzwa darasani kwa kukosa ada. Alirudi nyumbani akiwa analia, akimwona mama yake hana la kufanya. Mama Janeti aliumia sana kumwona mwanaye akiteseka, lakini hakuwa na msaada wa mumewe. John hakujali kabisa masuala ya shule. Alisema hayo ni mambo ya wanawake. Hatimaye, kwa bahati mbaya sana, Janeti alishindwa kuendelea na shule. Maisha yalikuwa magumu kupita kiasi. Hakukuwa na pesa ya ada, wala sare, wala vitabu. Mama Janeti alilia sana siku aliyomwambia binti yake asiende shule tena. Janeti alilia kwa uchungu, akamuuliza, "Mama, nitakuwa nani bila shule?" Mama Janeti alishindwa kumjibu. Alimkumbatia tu huku machozi yakimdondoka. Aliahidi kimoyomoyo kuwa atafanya chochote kumrudisha shule siku moja. Lakini kwa wakati huo walihitaji kula kwanza. Janeti alikaa nyumbani akiona watoto wenzake wakipita kwenda shule. Kila siku moyo wake ulikuwa unaumia. Ndoto yake ilionekana kufa mapema. Lakini maisha hayakuwa chaguo jingine. Mama Janeti alilazimika kufungua biashara ndogo ya kuuza matunda ili kuendesha maisha. Alitafuta mtaji kidogo kwa kuuza vitu vya nyumbani. Alinunua matunda sokoni na kumkabidhi Janeti ayauze mitaani. Janeti alipokea jukumu hilo akiwa bado mdogo sana. Alibeba kapu lake kichwani, akitembea mitaani, akipiga kelele za wateja. Siku nyingine aliuza matunda yote mapema. Siku nyingine alirudi nayo nyumbani. Jua lilimunguza, miguu ilimuuma, lakini hakulalamika. Alijua mama yake anategemea yeye. Maisha yalikuwa magumu sana. John hakuwa akihusika kabisa. Akili yake yote ilikuwa kwenye pombe. Kwa kipindi kirefu, Janeti aliendelea kuuza matunda huku mama yake akifanya kazi nyingine ndogo ndogo. Mama Janeti aliosha nguo za watu, alifanya vibarua mashambani, chochote kilichopatikana alikifanya. Lengo lilikuwa moja tu, waishi. Siku moja, maisha yalimletea Janeti bahati isiyotarajiwa. Alikutana na wanandoa waliokuwa na maisha ya kitajiri sana. Walikuwa wakiitwa Frank na Irene. Walikuwa wamekuja kijijini kwa shughuli zao na walijenga jumba lao la kifahari huko kijijini. Walimuona Janeti akiwa amebeba kapu lake la matunda, macho yake akiwa na unyenyekevu. Irene yule alimuita akamwambia, "Njoo mtoto." Janeti alisogea kwa heshima. Walinunua matunda yake yote siku hiyo. Janeti alishangaa sana. Hakuwahi kuona mtu akinunua mzigo mzima. Walimwambia arudi kesho. Janeti alirudi nyumbani akiwa na furaha kubwa. Alimwambia mama yake kila kitu. Mama Janeti alishukuru Mungu. Hawakujua huo ulikuwa mwanzo wa mabadiliko. Wanandoa wale walikuwa wameoana kwa miaka mingi bila kupata mtoto. Walipomwona Janeti, walihisi kitu cha pekee. Walipenda tabia yake, heshima yake na bidii yake. Kila siku Janeti alipokwenda na kapu lake, walinunua matunda yote. Hakuhitaji kutembea siku nzima tena. Alikaa nao kidogo wakizungumza naye. Walimpa zawadi ndogo ndogo.
Janeti alijisikia kama amepata familia mpya. Aliwapenda sana. Walimwambia, matunda yako ni matamu sana. Janeti alitabasamu kwa aibu. Hakujua kwa nini walimpenda sana. Siku moja, Janeti akiwa wanawauzia matunda ndani ya nyumba yao, Frank na Irene walimtazama Janeti kwa makini huku akipanga matunda yake. Irene alimvuta Frank kwa mkono akamnongoneza, angalia mtoto huyu, anaonekana mdogo sana. Frank akatikisa kichwa. Ni kweli? Ana miaka mingapi huyu? Irene akamwita kwa sauti ya upole, Janeti, njoo kidogo. Janeti akasogea kwa heshima akasema, karibuni. Irene akamuuliza, wewe una miaka mingapi? Janeti akajibu kwa sauti ya chini, miaka 10. Frank akashangaa, na mbona haupo shule? Swali hilo lilimchoma Janeti kama mshale. Macho yake yakaanza kujaa machozi. Hakushindwa kujizuia, akainama chini. Ghafla alianza kulia kwa uchungu mkubwa. Janeti alianza kusema kwa kilio, nilipenda sana kusoma. Irene akasogea karibu, mbona basi hauendi shule? Janeti akajibu huku akilia, mama hana pesa, baba hajali. Frank akavuta pumzi kwa huzuni, baba yako yuko wapi? Janeti akasema, anakunywa tu pombe. Irene akashika mdomo kwa mashangao, Mungu wangu. Janeti akaendelea, nilifukuzwa shule, sikuwa na ada. Kila neno lilitoka likiwa limejaa maumivu. Irene alihisi machozi yakimtoka. Frank akamwangalia Janeti kwa huruma kubwa sana. Irene akamshika Janeti mkono na kusema kwa upole, usilie. Frank akasema, kama tungeweza kukusaidia kurudi shule, ungependa? Janeti alinyamaza kwa sekunde chache, akidhani anaota. Kisha akasema kwa sauti ya kutetemeka, ningependa sana. Irene akasema, sisi hatujapata mtoto. Frank akaongeza, lakini tumekuwa tukitamani sana hata tungekuwa na mtoto tumsomeshe, lakini bahati hiyo haijaja kwetu. Usijali Janeti, tutakusomesha mpaka umalize shule. Janeti toa macho. Aliona kama ndoto. Aliuliza kwa sauti ndogo, kweli? Irene akasema, kweli kabisa. Janeti akabaki ameduaa. Janeti alishindwa kuamini kile alichokuwa anakisikia. Akasema tena, kweli? Frank akacheka kwa upole, ndiyo, ni kweli. Irene akasema, tutakuwa kama wazazi kwako. Janeti akaanza kulia tena, safari hii kwa furaha. Akasema, asanteni sana. Alipiga magoti bila kujua. Irene akamuinua haraka. Hapana, usifanye hivyo. Frank akasema, wewe ni mtoto wetu sasa. Janeti alijisikia kama amepata maisha mapya. Ndani ya moyo wake alishukuru Mungu kwa sauti ya kimya. Baada ya hapo, Janeti alichukua kapu lake la matunda na kuanza kukimbia kuelekea nyumbani. Alikuwa anakimbia huku akicheka na kulia kwa furaha. Alipokaribia nyumbani, alianza kupiga kelele, mama, mama! Sauti yake ilikuwa ya furaha isiyo ya kawaida. Mama Janeti alitoka nje akiwa na mshangao. Kuna nini mwanangu? Mama, nimepata habari njema. Mama Janeti akaanza kutabasamu bila kujua ni nini. Moyo wake ulimwambia kuna kitu kizuri kimetokea. Janeti alipomfikia, alimkumbatia kwa nguvu. Akasema kwa furaha, mama, nitarudi shule. Mama Janeti akashtuka. Shule ipi? Janeti akasema kwa sauti ya juu, shule nzuri. Janeti alimwelezea mama yake kila kitu kwa haraka huku akirukaruka kwa furaha. Akamwambia kuhusu Frank na Irene, maneno yao na ahadi yao. Mama Janeti alimsikiliza kwa makini, mikono yake ikitetemeka. Alimuuliza, uhakika wanamaanisha? Janeti akasema, waliniambia wenyewe. Mama Janeti akaanza kulia kwa furaha. Akamkumbatia Janeti. Mungu hajatuacha. Alishusha kichwa chini akamshukuru Mungu. Usiku ule Mama Janeti hakulala. Alikuwa anafikiria tu. Asubuhi yake aliamwambia Janeti ampeleke kwenye hiyo familia. Alijua lazima athibitishe. Alijua hii ilikuwa zaidi ya ndoto. Mama Janeti alifika kwa Frank na Irene akiwa na heshima kubwa. Irene akamkaribisha kwa upendo. Karibu sana. Mama akakaribia. Alivyokaa akasema, nimekuja kwa sababu ya maneno mliomwambia mtoto wangu. Frank akasema, tulimaanisha kila kitu.
Mama Janeti akaanza kulia. Asanteni sana, akasema. Sina cha kuwalipa. Irene akamshika mkono. Hatuombi malipo. Frank akasema, tunataka tu kumsaidia. Mama Janeti akapiga magoti kwa shukrani. Walimuinua haraka. Walimuhakikishia kuwa Janeti atasoma shule nzuri. Mama Janeti alirudi nyumbani akiwa na moyo mwepesi kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Wiki 2 hazikupita. Frank na Irene walimchukua Janeti kwenda kumwandikisha shule. Walienda pamoja na Mama Janeti. Ilikuwa shule ya gharama sana, shule ambayo Mama Janeti hakuwahi kuota hata kuiona. Janeti alisimama akiwa amevaa sare mpya, macho yake yaking'aa. Alisema kwa sauti ya mshangao, "Mama, kweli nitasoma hapa?" Mama Janeti akasema, "Ndiyo mwanangu." Janeti alihisi kama anaota. Alijiona kama mtu mpya. Aliahidi kusoma kwa bidii. Ndani ya moyo wake aliapa hatawaangusha waliomsaidia. Baada ya Janeti kuanza shule, Mama Janeti alilazimika kumwambia mumewe John. Alisubiri Janeti aende shule ndipo amwambie. Alipomwambia, alisema kwa sauti ya tahadhari, "Mtoto wetu amerudi shule." John akainua kichwa kwa hasira. "Shule gani?" Mama Janeti akasema, "Shule ya gharama." John akasimama kwa ghadhabu. "Hii haiwezekani," alisema kwa sauti ya kufoka. "Mnachezea hela za bure." Akaongeza, "Huyo mtoto mipango yangu ni aolewe akifikisha miaka 14. Mama Janeti alikaa pembeni huku machozi yakimtoka bila kuzuia. Hakujua aseme nini. Alijua kupinga kungezidisha hasira. Alimwangalia John kwa huzuni. Ndani ya moyo wake alijua hatari ilikuwa kubwa. Alijua binti yake hakuwa salama. Usiku ule alikesha akilia. Alijua lazima afanye kitu. Ndipo alipoamua kwenda kwa Frank na Irene. Aliwaeleza kila kitu. Akasema kwa sauti ya kuomba, "Naomba wakati wa likizo Janeti akae kwenu." Irene akasema bila kusita, "Atakaa hapa." Frank akasema, "Tutamlinda." Mama Janeti alilia kwa shukrani. Kuanzia siku hiyo, Janeti alianza kukaa kwa Frank na Irene hata wakati wa likizo. Walikuwa wakihofia baba yake. Walikuwa wakihofia ndoto yake kuvunjwa. Kwa bahati nzuri, Janeti alifanikiwa kumaliza elimu yake ya shule ya msingi kwa mafanikio makubwa. Jambo lililowafanya Frank na Irene wajivunie sana. Walipokaa mezani siku moja, Irene alimwambia Frank kwa tabasamu, "Mtoto wetu ana akili sana. Hatuwezi kumpeleka shule ya kawaida." Frank akatikisa kichwa. "Ni kweli." Ndipo wakaamua kumpeleka Janeti kwenye shule ya sekondari ya gharama kubwa zaidi. Janeti aliposikia habari hiyo, alishika kifua chake kwa mshangao. "Kweli nitasoma shule hii?" Irene akamjibu kwa upendo, "Ndiyo mwanangu, hutakosa kitu chochote." Kuanzia siku hiyo, maisha ya Janeti yakabadilika kabisa. Aliishi maisha ya kifahari. Alipata kila alichotaka. Frank na Irene hawakutaka kabisa aumie au akose kitu chochote. Walimtumia pesa nyingi bila kuuliza maswali. Janeti akaanza kuzoea raha. Kadri siku zilivyopita, Janeti alianza kusahau kabisa shida alizopitia utotoni. Likizo zote za shule aliishi kwa Frank na Irene, kwenye nyumba kubwa yenye amani na heshima. Hakurudi nyumbani kwa Mama Janeti wala kwa John. Aliishi maisha ambayo hakuwahi kuyaota. Lakini moyoni alianza kujitenga na maisha ya zamani. Kila alipokumbuka umaskini, alisukuma mawazo hayo mbali. Aliona kama yalikuwa ndoto mbaya. Aliamua kuyaacha nyuma. Na hapo ndipo moyo wake ulianza kubadilika polepole. Shule aliyosoma Janeti ilikuwa imejaa wanafunzi waliotoka familia za kitajiri. Lakini cha kushangaza, Janeti ndiye aliyekuwa anaonekana kama mtoto wa tajiri mkubwa kuliko wote. Lifestyle yake ilikuwa ya juu sana. Viatu vya bei na pesa za matumizi zisizo na kipimo. Wanafunzi wenzake walikuwa wakimuuliza, "Janeti, wazazi wako wanafanya nini?" Janeti alijibu kwa kujiamini, "Wako kwenye biashara." Hakuna aliyethubutu kuuliza zaidi. Walimu walimuona kama mtoto wa kigogo. Alitembea kifua mbele. Ndani ya shule hiyo, Janeti alijijengea heshima kwa pesa na muonekano. Hakutaka mtu yoyote ahisi anaweza kumdharau. Frank na Irene walianza kugundua mabadiliko fulani. Siku moja Irene alimwambia Frank, "Unajua Janeti siku hizi anaomba pesa nyingi sana." Frank akasema, "Nimeona pia." Irene akaongeza, "Zamani hakuwa hivi." Frank akatafakari, "Labda mahitaji ya shule." Irene akatikisa kichwa, "Lakini bado ni nyingi." Walijiuliza maswali mengi kimoyomoyo,
lakini walikosa majibu. Hawakutaka kabisa Janeti ajisikie anaishi kwa tabu. Irene alisema, bora tuwe maskini, yeye asiteseke. Frank akamkubalia, ni kweli. Walichagua kumpa kila alichotaka. Hawakujua mabadiliko hayo yalikuwa yanajenga kiburi taratibu. Hawakujua Janeti alikuwa anazidi kuikana historia yake. Sasa stori inaturudisha kwenye lile tukio la shule, Janeti alipokuwa akimfukuza mama yake na kumkana. Kitendo cha mama yake kuja shuleni kilimkasirisha sana Janeti. Ndiyo maana alimkana. Hakutaka hata kusikia sauti yake. Aliona kama uwepo wa mama yake ulikuwa tishio kwa maisha yake mapya. Janeti alikuwa amewaambia marafiki zake kuwa wazazi wake ni matajiri sana. Aliwaaminisha kuwa wana biashara kubwa. Kwa muda mrefu, Frank na Irene walikuwa kija shuleni kumuona na kumletea zawadi. Janeti aliwaaminisha kila mtu kuwa hao ndio wazazi wake halisi. Ndio maana kumuona mama Janeti akiwa amevaa nguo za kawaida, mikono iliyochoka na mfuko wa plastiki kulimuudhi sana. Aliona kama mama yake amekuja kumdhalilisha makusudi. Aliona kama anataka kumvua heshima mbele ya watu. Ndani ya kichwa chake alisikia sauti ikisema, hapana, hili halitakubalika. Ndipo ulimi wake ukatoa maneno ya sumu. Mama Janeti aliposikia Janeti akimwambia rafiki yake yeye ni mfanyakazi wao, alishtuka vibaya sana. Akasema kwa sauti ya kuumia, haiwezekani Janeti. Akamkaribia kidogo, hili unalosema si kweli. Akasema kwa uchungu, Janeti, wewe ni mwanangu. Machozi yakaanza kumtoka. Akasema, mimi ni mama yako. Janeti akamkatiza kwa hasira, acha hizo. Mama Janeti akaendelea, labda unaota. Akasema kwa kilio, nimekulea kwa shida. Lakini Janeti hakutaka kusikia. Alikuwa tayari amefunga masikio yake. Ukweli haukuwa na nafasi ndani ya moyo wake. Janeti akamwangalia mama yake kwa dharau kali sana. Akasema, wewe huwezi kuwa mama yangu. Akamwangalia kuanzia chini hadi juu. Jiangalie jinsi ulivyo. Akasema kwa sauti ya kukatisha tamaa, unaweza kweli kuwa na mtoto kama mimi? Akacheka kwa dharau, wewe ni mfuga kuku tu wa nyumbani. Akasogea karibu, akasema kwa sauti ya kuamuru, ondoka hapa. Mama Janeti nguvu zilimuishia. Machozi yakamtiririka bila kuacha. Akasema kwa sauti ya chini, Janeti mwanangu. Akavuta mfuko wa chakula mbele yake. Leo nimekupikia chakula unachokipenda. Janeti akageuka kwa hasira. Unadhani mimi ni maskini kama wewe? Akasema kwa dharau, unataka nile chakula kichafu? Akakaribia zaidi. Unataka kuniua? Akapiga kelele, ondoka hapa. Akatishia, nitaita kelele za mwizi. Mama huyo maskini alifukuzwa na mwanae kama mwizi. Hakuna aliyemsaidia. Hakuna aliyesimama kusema neno. Alisimama taratibu akichukua mfuko wake wa chakula. Miguu yake ilikuwa mizito kama imefungwa mawe. Alitoka pale akiwa amepinda mgongo, machozi yakimdondoka. Hiyo ilikuwa huzuni isiyo na kifani. Alikuwa amekataliwa na damu yake mwenyewe. Alikuwa ameachwa peke yake. Alitembea bila kujua anakokwenda. Moyo wake ulikuwa umevunjika vibaya sana. Mama Janeti alirudi nyumbani akiwa na huzuni kubwa. Alipofika, alimkuta John amekaa nje akiwa na hasira. Alipomwona Mama Janeti, hakumuuliza chochote. Alisimama kwa ghadhabu na kumshika kwa nguvu, akaanza kumpiga huku akifoka. Kwa nini hujapika? Akasema kwa hasira. Kwa nini hakuna chakula? Mama Janeti alisema, tafadhali acha, usinipige. Akasema kwa sauti ya kuomba, leo nilienda kumwona mwanangu. Akasema, nilipika chakula kwa pesa kidogo niliyokuwa nayo. Akampa mfuko. Tafadhali kula, usinipige. John alichukua mfuko wa chakula kwa hasira. Akaifungua haraka na kuanza kula bila hata kuangalia. Alikuwa anakula huku akinung'unika, huku Mama Janeti mwili wake ukiwa unauma, moyo wake ukiwa unauma zaidi. Alijiona hana maana duniani. Alienda pembeni, akakaa chini huku akilia sana. Alikuwa anaumizwa na mwanaye aliyemkana na mumewe aliyempiga. Alitamani dunia ifunuke aingie. Alitamani kutoweka. Ndani ya machozi yale kulikuwa na swali moja tu. Nilifanya kosa gani kumpenda sana mtoto wangu? Siku iliyofuata asubuhi, Mama Janeti aliamua kwenda nyumbani kwa Frank na Irene akiwa hana amani kabisa. Alitembea kwa miguu huku machozi yakimtoka bila kuzuia, akijisemea moyoni, nifanye nini sasa? Alipofika, aligonga mlango taratibu kisha akakaa chini akiwa amechoka.
Baada ya muda mfupi, mlango ulifunguliwa na Irene akatoka. Alipofungua, alishangaa kumwona Mama Janet analia sana. Moyo wake ulishtuka. Akamuuliza kwa wasiwasi akisema, Mama Janet, kuna nini? Mama Janet hakujibu, alilia tu. Irene akamshika bega. Tafadhali sema. Machozi yaliongea kabla ya maneno. Ndipo Irene akagundua mambo si ya kawaida. Akamshika mkono na kumuinua taratibu. Akamwambia, njoo ndani kwanza. Irene alimuingiza Mama Janet ndani. Walipoingia sebuleni, walimkuta Frank amekaa. Alipomwona Mama Janet, alisimama kwa mshangao mkubwa. Akasema kwa sauti ya hofu, kuna shida gani mama? Mama Janet alipokaa, alishindwa kujizuia. Alianza kulia kwa uchungu mkubwa. Irene akasema kwa sauti ya upole, tafadhali tuambie. Mama Janet akavuta pumzi. Akasema kwa sauti ya kukatika, mtoto wenu Janet. Alishindwa kuendelea. Frank akasogea karibu. Janet amefanya nini? Mama Janet akajifuta machozi na kuanza kuelezea yote. Maneno yake yalikuwa mazito. Kila sentensi ilikuwa kama mzigo moyoni mwao. Sebuleni palijaa huzuni na ukimya. Mama Janet aliwaelezea kila kitu kwa kina, kuanzia ujio wake shuleni, maneno ya Janet, mpaka alivyomkana hadharani. Alisema kwa kilio, aliniita mfanyakazi. Alisema mimi ni mfuga kuku. Frank alisimama kwa ghadhabu kali. Akasema kwa sauti iliyotikisa sebule, hii ni dhambi gani hii? Akapiga meza. Janet anajitafutia laana. Irene akajaribu kumtuliza. Frank, tafadhali. Lakini hasira ilikuwa imemjaa. Akasema, mtoto huyu ni mjinga sana. Akageuka kwa Mama Janet. Mama, simama. Akasema kwa sauti ya kuamuru, twende shule sasa hivi. Irene akashangaa. Sasa hivi? Frank akasema, ndiyo, sasa hivi. Akasema kwa hasira, nataka Janet amkane mama yake mbele yangu. Frank kwa hasira akachukua funguo za gari na kwenda nje. Wakapanda gari. Njiani Frank hakusema neno. Alikuwa anaendesha kwa kasi huku akipumua kwa nguvu. Irene akasema kwa tahadhari, Frank, tafadhali usifanye jambo la hasira. Frank hakujibu. Mama Janet alikaa kimya akishika mfuko wake kwa mikono inayotetemeka. Alijua safari hii ingekuwa ngumu sana. Walipofika shuleni, Frank na Irene walishuka. Mama Janet alibaki ndani ya gari kwa muda. Walimtuma mtu amwite Janet. Ndani ya muda mfupi, Janet alikuja akiwa na marafiki zake akicheka kwa furaha. Lakini aliposogea karibu, alishangaa kuona mikono ya Frank na Irene haina zawadi. Akajiuliza kimoyomoyo, kuna nini leo? Janet aliposimama mbele yao, ghafla Mama Janet akashuka kwenye gari. Janet alipomwona mama yake, moyo wake ukadunda kwa kasi. Alijisemea kimoyomoyo, huyu amefuata nini tena? Maswali mengi yakamjaa kichwani bila majibu. Alijua hatari ilikuwa imekaribia. Lakini akajifanya mtulivu. Akavaa tabasamu la unafiki na kusema kwa sauti ya furaha bandia, mama, na wewe leo umekuja kunitembelea? Akacheka. Inaonekana ni siku ya bahati kwangu. Mama Janet akamwangalia kwa macho yaliyojaa uchungu. Akasema kwa sauti nzito, Janet, acha unafiki. Akasema, jana nilikuja hapa. Ulinikana mbele ya marafiki zako. Janet akasema, hapana mama. Akasema kwa haraka, mimi siwezi kufanya hivyo. Akacheka kidogo, labda umenielewa vibaya. Ghafla mmoja wa marafiki zake Janet akasimama na kusema kwa sauti ya kejeli, Janet, kumbe huyu ni mama yako? Akacheka, si ni wewe ulisema ni mfanyakazi wenu tena mfuga kuku? Wengine wakaanza kucheka. Yule rafiki akaendelea, kumbe unajifanya unaishi maisha ya kitajiri, kumbe kwenu ni maskini tu. Janet alihisi ardhi ikimponyoka chini ya miguu yake. Uso wake ukabadilika rangi. Hakujua aseme nini. Marafiki wale wakaondoka kwa kelele na vicheko, wakienda kusambaza habari shule nzima. Ndani ya muda mfupi, kila kona ya shule ilikuwa ikiongea juu ya Janet. Kumbe anatokea umaskini. Kumbe aliigiza maisha. Janet alibaki amesimama pale, machozi yakimjaa. Hakuwahi kuhisi aibu kama ile. Ndani ya moyo wake alijilaumu. Alijua kosa lake limefika mwisho. Habari ile haikukawia kufika kwa mkuu wa shule. Janet aliitwa ofisini pamoja na wazazi wake. Alipofika, moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi. Mama Janet akaanza kuelezea kila kitu kwa ujasiri.
Janeti alipokuwa anasikiliza, macho yake akaona mzigo wa fimbo uliokuwa umefungwa kama kuni. Akajisemea kimoyomoyo, leo ndio siku yangu ya kufa. Janeti alisimama pale akiwa anatetemeka, akidhani adhabu kali inakuja. Lakini kwa bahati nzuri, mkuu wa shule alikuwa mkali lakini mwenye busara. Akasema, hapa hatupigi watoto mbele ya wazazi. Janeti akavuta pumzi ya afueni. Lakini akaongeza kwa sauti nzito, kwa kitendo ulichofanya umesimamishwa masomo kwa mwezi mmoja. Maneno yale yalimuuma kama radi. Janeti alijua amestahili. Hakusema neno. Alishusha kichwa chini. Mama Janeti alilia kimya kimya. Frank alikunja mikono kwa hasira. Walirudi nyumbani wote wakiwa kimya. Njiani Frank alikuwa akimgombeza sana Janeti. Akasema kwa sauti ya hasira, tulikuokoa kwenye umaskini. Akasema, tulikupa kila kitu. Hii ndio shukrani? Janeti alilia, samahani. Lakini Frank hakujibu. Alipofika nyumbani, aliingia chumbani kwake na kufunga mlango kwa nguvu. Irene alibaki nje. Akasita kidogo kisha akaenda kumfuata. Akamkuta akiwa amekaa kitandani. Uso wake umejaa hasira. Irene akasema, tafadhali msamehe. Akasema, ni mtoto. Frank akatikisa kichwa. Ameniua moyo. Irene akasema, lakini bado ni mtoto wetu. Machozi yakamtoka Irene. Sebuleni Janeti alibaki pamoja na mama yake. Alipiga magoti mbele ya mama Janeti akilia sana. Akasema, mama nisamehe. Akasema, nilipotea. Akasema, nilikuumiza. Mama Janeti akamwangalia mwanaye kwa huruma. Akamshika kichwa. Nimekusamehe. Akasema kwa sauti ya upole. Moyo wa mama hauna chuki. Janeti alilia zaidi. Alijisikia mzigo umeondoka moyoni. Baadaye, Frank na Irene walitoka chumbani. Janeti alipiga magoti tena mbele yao. Akasema, nisameheni. Kisha wakasema, tumekusamehe. Hapo ndipo hadithi ilipofika mwisho wake, ikiwa na funzo zito la maisha, heshima na asili ya mtu. Tuandikie hapo chini kwenye comments, ungekuwa wewe ni Frank, ungekubali tena kumsomesha Janet au ndo habari yake ingekuwa imeishia hapo? Tuandikie hapo maoni yako. Usisahau kusubscribe katika channel hii na pia usisahau kulike pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time. Bye bye.